Huenda ikawa ni maombi shetani alinyangua ndani yako. Huenda ikawa ni uimbaji shetani aliweza kunyakua. Mungu anasema ako na urejesho wa kile ambacho kilipotea ndani yetu. Bwana Yesu asifiwe. Tutaenda katika maandiko ya Mark 1-20. Naweza soma Pastor Pauline. Mark chapter 1 to 20. Inasema hivi. Mstari wa kwanza. Mwanzo wa injili ya Yesu Kristo mwana wa Mungu. Mstari wa pili. Kama ilivyoandikwa katika nabii Isaya, tazama na mtuma mjumbe wangu mbele ya uso wako, atakayeitengeneza njia yako. Mstari wa tatu. Sauti ya mtu aliye nyikani, itengenezeni njia ya Bwana, yanyosheni mapito yake. Mstari wa nne. Yohana alitokea akibatiza nyikani na kuhubiri ubatizo wa toba liletalo ondoleo la dhambi. 5. Wakamwendea nchi yote ya Uyahudi, nao wa Yerusalemu wote wakabatizwa katika mto wa Yordani, wakiziungama dhambi zao. 6. Na Yohana alikuwa amevaa singa ya ngamia na mshipi wa ngozi kiunoni mwake, akala nzinge na asali ya mwitu. 7. Akahubiri akisema, yuaja nyuma yangu aliye na nguvu kuliko mimi, ambaye mimi sistahili kuinama na kuilegeza gidamu ya viatu vyake. 8. Mimi niliwabatiza kwa maji, bali yeye atawabatiza kwa Roho Mtakatifu, kubatizwa kwa Yesu. 9. Ikawa siku zile Yesu alikuja kutoka Nazareti ya Galilaya, akabatizwa na Yohana katika Yordani. 10. Mara alipopanda kutoka majini, akaona mbingu zinapasuka na Roho kama hua akishuka juu yake. 11. Na sauti ikatoka mbinguni, wewe ndiwe mwanangu mpendwa wangu, nimependezwa nawe. Kujaribiwa kwa Yesu. 12. Mara Roho akamtoa aende nyikani. 13. Akawako huko jangwani siku 40, hali akijaribiwa na shetani, naye alikuwa pamoja na wanyama wa mwitu, na malaika walikuwa wakimhudumia. Mwanzo wa huduma katika Galilaya. 14. Hata baada ya Yohana kutiwa gerezani, Yesu akaenda Galilaya akihubiri habari njema ya Mungu. 15. Akisema, wakati umetimia na ufalme wa Mungu umekaribia, tubuni na kuiamini Injili. Yesu awaita wanafunzi wa kwanza. 16. Naye alipokuwa akipita kando ya bahari ya Galilaya, akamwona Simoni na Andrea nduguye wakitupa jarife baharini, kwa maana walikuwa wavuvi. 17. Yesu akawaambia, njooni mnifuate, nami nitawafanya kuwa wavuvi wa watu. 18. Mara wakaziacha nyavu zao wakamfuata. 19. Akaendelea mbele kidogo, akamwona Yakobo wa Zebedayo na Yohana nduguye, nao pia walikuwa chomboni wakizitengeneza nyavu zao. 20. Mara akawaita, wakamwacha baba yao Zebedayo ndani ya chombo pamoja na watu wa mshahara, wakaenda wakamfuata mtu mwenye pepo chafu. Bwana Yesu asifiwe. Ile neno ya katika kitabu cha Mark 1-20 hapo mwanzo inaongelelea kuhusu ubatizaji. Tunaona Yesu aliweza kubatizwa na Yohana, na after kubatizwa unaona John aliweza kusema kuwa huyo, yani alikuwa anabatiza watu, lakini alikuwa anawaambia ya kwamba kuna mwingine anakuja, naye alikuwa ni Bwana Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Naye wakati alipobatizwa aliweza kusema kuwa huyo ndio Bwana anayependezwa na yeye. Ina maana wakati tukiweza kubatizwa kwa maji, tunakuanga tumezaliwa mpya, na tunakuanga tumezaliwa mpya na kuwa kitu kingine. Bwana Yesu asifiwe. Na tunaona kuwa baada ya kubatizwa Yesu aliendelea na kuingia katika vijiji wakati John aliweza kukamatwa. Tunaona hata John aliweza kuuawa kwa ajili ya habari njema ya Mungu ambaye alikuwa anapeana. Na kuna wengine walikuwa hawakupendezwa na mahubiri ya John, mpaka unaona huyu mama aliweza kusema kuamrisha mfalme
ikiwezekana anataka kichwa cha John kikiwa katika sahani. Bwana Yesu asifiwe. Yesu aliweza kutembea katika vijiji akiweza kutangaza habari njema ya baba yake. Bwana Yesu asifiwe. Na kuna mfano moja wa mpanzi. Mkulima anaweza kuweka mbegu katika shamba yake, na anaweza kushimba mashimo aweke mbegu, na wakati mvua itanyesha apate kuna shimo ilimea na ingine haikumea, kumaanisha hiyo ilimea ilianguka mahali pazuri, na yenye haikumea maybe ilikuliwa na kitu huko ikakosa kumea ama ilioza. Bwana Yesu asifiwe. Hata katika neno linatufundisha kuhusu mpanzi ambaye ni Yesu Kristo. Tukiwa katika Biblia, mpanzi ni Yesu Kristo, shamba ni mioyo zetu, na mbegu ni neno la Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Wakati mhubiri, mchungaji anahubiri na kutufundisha ili neno la Mungu, anakuanga anapanda mbegu njema katika maisha yetu. Na unaweza kupata kuna wengine zinapandwa na zinamea, lakini unapanda zingine hata hazimei. Bwana Yesu asifiwe. Maandiko yanatuambia aje? Kunaye mbegu ile ambayo ilipandwa ikaanguka katika udongo mzuri, na ingine ilipandwa ikaanguka katika mwamba, na ingine ilipandwa ikaanguka katika miba. Wakati mvua ilinyesha ilienda tu na maji, kwa maana ilikuwa imeanguka mahali ambayo hapastahili. Bwana Yesu asifiwe. Katika mbegu ambayo ilipandwa katika mwamba, hii inamaanisha ni yule mtu ambayo alisikia neno la Mungu likaweza kuingia ndani yake, ikamea, lakini ilifika mahali ikakufa, kwa maana mizizi, kwa ajili ya mizizi zake asikukuwa na nguvu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa maana wakati zilimea, yeye alikuwa na mambo mengi katika duniani, alikuwa na mawazo mengi, hakuwa anaweza kuweka hiyo neno la Mungu nguvu ili iweze kumea ndani yake. Bwana Yesu asifiwe. Na unaona shetani wakati huo ambayo auweki hilo neno la Mungu nguvu, shetani ndiye anakuchanga, analiondoa. Bwana Yesu asifiwe. Hapo ndio maana najipatangu nasema, nilikuwa muombaji lakini sijui kulienda aje. Nilikuwa naomba sana, nilikuwa nimeokoka, lakini ka shetani kaliniingia. Nataka nikwambie, hako ka shetani wewe ndio unakaruhusu kanakuwa shetani, finally kanakuwa kishetani. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo unafaa wakati pastor anaachilia neno na unasikia unalikubali, unafaa uilimie hiyo neno katika moyo wako ili ipate mizizi. Bwana Yesu asifiwe. Naongelelea kuhusu mbegu ambayo ilianguka katika udongo, yani ilianguka katika mwamba. Bwana Yesu asifiwe. Na kuna ingine tunaambiwa ilianguka katika udongo mzuri. Ili ni neno Yesu alikuwa anafundisha watu. Bwana Yesu asifiwe. Hata kuna mahali Yesu alisema analipanda lakini kuna zingine hazitamea mahali zitamea lakini zitaondoka tu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu alijua ili neno sio wengi wanalipenda. Haleluya. Nikiongea kuhusu mfano wa mbegu, naongea ile habari, ile mafunzo Yesu alikuwa akifundisha wanafunzi. Bwana Yesu asifiwe. Kuna kile alikuwa anataka washike, wajue Mungu ni nani, Yesu ni nani. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu wakati mwingine unapata tunapokea neno, lakini baada ya dakika chache hilo neno linaondoka. Wengine hata wako tu ili wayuko kwa ajili ya neno, wako kwa ajili ya kupokea muujiza. Bwana Yesu asifiwe. Kuna wengine walikuwa wanafuata Yesu kwa ajili ya chakula. Kuna wengine walikuwa wanamuita mwalimu. Bwana Yesu asifiwe. Hapo tunaambiwa kuna mbegu nyingine ambayo ilianguka katika udongo mzuri. Hiyo mbegu tumesema ni neno la Mungu. Wakati neno la Mungu linahubiriwa, kuna wengine ambao wanalipokea, wanalitii, wanaheshimu hilo neno, wanalikubali, na unapata hapo hata akiwa mahali wapi, yeye ako katika neno.
kwa maana mafunzo ya mwalimu wake, ya mchungaji wake bado iko katika mawazo. Bwana Yesu asifiwe. Yeye anakaanga saa zote amejiunganisha na neno la Mungu. Huyo ni mwenye ambayo analipokea neno kulingana na vile Mungu anataka, na anatimiza mapenzi yake Mwenyezi Mungu. Lakini yule ambayo anapokea likienda, huyo hata ajielewi, hakuangi anajielewa, kwa maana yeye analipokea lakini linapotea. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ni kama tu watu watatu mchungaji aitane, haseme nataka kuachilia baraka. Watu watatu wajitokeze. Moja maybe anataka nyumba, mwingine anataka gari, mwingine anataka kazi. Wakati wanaachiliwa hiyo, mchungaji anaachilia hizo baraka. Maybe wa nyumba alienda kuweka bidii, akiweka ile maombi ya mchungaji nguvu, akisema na vile pastor alisema na hiwe hivyo. Anasitia hiyo neno, hiyo yani hiyo unabii utimie. Unapata baada ya mwezi mmoja wa gari amekuja na ushuhuda. Bwana Yesu asifiwe. Baada ya wiki mbili wa nyumba amekuja na ushuhuda. Lakini huwa kazi alikuja kupokea kazi na alipokea kwa machozi, lakini alipoondoka mahali hapa alienda kujipa shughuli na akasema maombi ya mchungaji ifanye kazi. Yeye hata hana maombi ndani yake, lakini anataka muujiza utimie ndani yake. Bwana Yesu asifiwe. Na unaweza kuona wakati anasikia wao wengine walikuwa na yeye wana ushuhuda, anaanza kuuliza Mungu maswali. Mbona unainua wengine, mimi bado? Anakuwa na manunguniko na hawezi kujiuliza shida ni nini. Maybe shida ni yeye mwenyewe ako na shughuli mingi, mambo ni mengi ndani yake, lakini anahitaji muujiza kutoka kwa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Huyu muujiza lazima ungalamikie. Hata Yesu kabla afike Kalvari alingalamika kufika hapo. Kalvari haikuwa rahisi. Alingalamika ili aweze kutukomboa. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo tusikuje kanisani kuhitaji muujiza wa Mungu wala hatungalamiki. Hatuna maombi, sisi hatusikii neno, tukiambiwa hatusikii. Bwana Yesu asifiwe. Tunafaa tukue tunatega usikio wakati mhubiri anaachilia neno. Tunafaa tulikuwe tunalishika na tunalitii na tunaogopa Mungu, kwa maana neno la Mungu ni sauti yake, na ni sauti ya Mungu, na anakuanga akinena nasi. Bwana Yesu asifiwe. Wakati wote Mungu ananena na sisi, tunafaa tukue tunashika, tunatega masikio yetu na kusikia neno Mungu vile anasema. Bwana Yesu asifiwe. Sio kukuja tu kwa ajili ya muujiza, tukuje tu tukijua tumekuja kutafuta nini mahali hapa. Tukiambiwa neno la Mungu likituchapa tulegebike. Bwana Yesu asifiwe. Sijui katika Biblia zetu ni kama kuna peji moja ambayo tulikata tukatupa. Ile peji inasema fundisha mtoto njia ambayo inastahili na hata akizeeka hata liacha. Maybe tunaweza fikiria hiyo ni ya Sunday school. Hatuelewi kama sisi ni watoto katika kiroho, tunavaa tufundishe katika kiroho. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo hiyo peji inalea watoto wa shule na inatulea sisi, kwa maana bado hatujakomaa. Bado tunastahili kulewa, tunastahili kulishwa. Neno la Mungu liwe jae ndani yetu. Bwana Yesu asifiwe. Tusiambiwe tukibeba mabega juu. Mchungaji anasimama anakuambia acha hii njia, tembea na hii, tuinua mikono. Tunatakaje sisi kama wana Kristo tunajitanisha na Mungu, wenye tunasema tumeokoka tunaenda mbinguni? Bwana Yesu asifiwe. Tunafaa tutii neno la Mungu na tujue Mungu ni wa kuheshimiwa. Na wakati wote neno ambayo linapita katika masikio yetu, tunatega sikio, tunalisikia na tunalishika. Kama vile Pastor Pauline Sunday alihubiri, maybe kuna mmoja alitoka akijua ya kwamba jina la Mungu sio la kutumiwa hovyo. Sio kikombe cha maji ambacho unaweza kusema nipe kikombe, nataka kwenda ile nyingine nataka hicho kikombe. Jina la Mungu ni la kuheshimiwa. Na kuna mwingine alitoka na kujua ya kwamba
unastahili kuambia Mungu, nitengeneze kwa maana sijakamilika. Kila siku unavaa uambie Mungu, mimi bado sijafika. Usijione unajua kuomba sana, lakini ujue bado hujafika. Bwana Yesu asifiwe. Hata uimbaji bado hujafika. Nataka ujue ya kwamba hiyo sauti ilikuwa ya shetani, na alikuwa ni kiongozi mkubwa wa shetani, na anasikianga sauti mzuri anashikwa na wivu, kwa maana hiyo sauti ilikuwa yake, na anaweza ingiza kiburi ndani yako. Hicho uimbaji au katize mara moja. Bwana Yesu asifiwe. Kama wewe ni mwimbaji, jitania kwa Mungu, waambie Mungu akusaidie ili usiingiwe na kiburi katika uimbaji wako, na ikuangi ni kupenda kwako, ni vile shetani anakuanga anawinda, kwa maana hiyo ilikuwa kipawa chake. Ni Mungu alimnyang'anya hiyo mamlaka. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana unasikianga waimbaji wengi wanaanzanga na Mungu lakini wamalizangi na Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu ya kukosa kujikalisha ndani ya Mungu. Uimbaji ukiingia ndani yao, kiburi kinainuka, kwa sababu hayuko ndani ya Mungu. Sasa alianza na Mungu, na amekuwa tuseme kama celeb. Amekuwa celeb sasa, anaona anajulikana, kiburi kinamuingia. Ajui ni shetani amekiondoa. Bwana Yesu asifiwe. Kwa maana hiyo sauti nzuri ilikuwa yake. Bwana Yesu asifiwe. Tujiunganishe na Mungu na tutii kile ambacho tunachoambiwa. Mungu anasema ako na ulegesho. Ako na ulegesho, tunafaa tujiombee. Wakati Yesu alipopata habari ya kuwa Petro amekufa, kuliweza kukua na delay ya Yesu kufika kwa Petro mapema. Wakati anaenda anapanishwa, mtoto wangu amefariki. Kwanza anaenda kufanya mungiza huko. Akienda huko, mwanamke ndio huyo anamunguza. Akaponya mwanamke. Bwana Yesu asifiwe. Kabla afike kwa Petro ilikuwa imeenda siku 4, mpaka alienda kupata Petro already ananuka, kwa maana ilikuwa ni siku ya 4. Bwana Yesu asifiwe. Hii ni jambo gani hiyo yako ambayo limechelewa mpaka linanuka? Unasaidi kuingia katika maombi, waambie Bwana Yesu, kabla hujaenda kwingine anza kwangu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa maana utaki mambo yako yanuke. Kataa mambo yako yanuke katika maisha yako. Unaweza kuwa unahitajishwa na shida, watu wanaona ni kama inanuka. Hainuki, lakini mbele za watu wengine ni kama inanuka. Bwana Yesu asifiwe. Ambia Bwana Yesu, usikubali mambo yangu yanuke. Anzia kwangu Bwana. Jifundishe kujitania kwa Mungu. Haleluya. Neno la leo linatufundisha kwamba tunastahili kukaa ndani ya Yesu na kujitania, kuita Mungu katika maisha yetu, tukijua ya kwamba Mungu ndiye ako na uwezo wa kila jambo. Mungu ndiye ako na uwezo wa kuweza kusimama nasi katika maisha yetu. Tunapomuita, tuambie Bwana aweze kutusikia, aweze kuturehemu. Tuambie Bwana atusaidie katika kila jambo. Hatuwezi bila yeye, kwa maana yeye ni kimbilio letu. Tunafaa pia tumkimbilie. Alituambia kila mizigo ambayo limetulemea tuilete kwake, naye atatupumzisha. Inaweza kuwa ni mizigo gani hiyo ambayo unasikia imekulemea katika maisha yako? Bwana Yesu anakuita na kuambia, njoo na mizigo yako ambayo imekulemea, nami nitakupumzisha. Mungu ako na uwezo wa kila kitu. Nabii Hezekia alioneshwa mifupa mikavu mahali ilikuwa imetupwa katika shimo, akaambiwa nenda ukaitambilie ipate uhai. Ni nini imekuwa mifupa mikavu katika maisha yako? Bwana Yesu anaitambua siku ya leo, itaenda kupata uhai. Inaweza kuwa ni biashara yako imekuwa mifupa mikavu, inaweza kuwa ni maisha yako imekuwa mifupa mikavu, hata unaona hausongi mbele. Unaweza kuona wewe mwenyewe hata umejikataa katika maisha, unaona hata endi ukufe. Nataka kukuambia
mpendwa, kuwa na imani ya kuwa Yesu ni kiongozi na ni kimbilio wa maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. Simama na jina la Yesu, naye atakutetea katika kila jambo. Huyu Yesu masikio yake hajaziba, ameifungua kwa ajili ya yeyote ambaye atainua kinywa chake na kuliita jina lake. Hakika atakusikia na atalitimiza yale ambayo unaona ni magumu kwako. Bwana Yesu asifiwe. Lakini tukiona miujiza bado zimechelewa, tusikuwe na maswali, tusikuwe na kumlaumu Mungu. Tujue ya kwamba kazi yake haina makosa na anafanyanga jambo kwa wema wake. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tukue na subira ya Mungu, kwa maana inaweza kuwa unaomba maombi yako lazima ikawie kujibiwa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa maana tunaambiwa kuna yes na no na wait. Kama umeambiwa ngoja na usikate tamaa, hapo kwa kungoja hapo ndio tunaangukianga mtihani. Wakati tunaona imeenda sana, hiyo hapana, huku hakuna Mungu, tunalegea katika maombi. Na wakati tunalegea ndipo alikuwa sasa anajiandaa kukuja, na wewe ushalala katika maombi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nataka kukuambia usilale katika maombi. Ukianzisha maombi yalipue mpaka zile siku Yesu atakuja. Mwambie niko hapa na siondoki mpaka unibariki. Bwana Yesu asifiwe. Na tukue na subira, tukue na kujiandaa kwa ajili ya kungoja Bwana Yesu kwa kila wakati. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tukae ndani ya Yesu na tutii sauti ya Mungu na tutii watumishi wetu wale Mungu aliwamwagia mafuta kwa ajili ya hili neno. Ni lazima kungekuwa na wachungaji. Yesu alikuja duniani ili kuwafunza watu, na kuna wenye waliweza kutambua yeye ni nani, lakini kuna wenye hawakumtambua. Mpaka wa leo kuna wenye watambuangi mambo ya Mungu ni nini. Wao wako tu. Bwana Yesu asifiwe. Wako tu kwa sababu ya kupuuza neno la Mungu. Tusikuwe wa kupuuza neno la Mungu. Hata ukipata mahubiri ikihubiriwa mahali, hata kama una muda wa kusimama, tega sikio, hiyo sauti litakufuata mpaka mahali utaenda, mahali itafika mwisho. Kabla ufike upoteane na hiyo sauti, unafaa ukuwe na kitu moja ya kusikia, useme na mchungaji huyo kweli amesema kitu. Usifunike masikio ukipata mhubiri anahubiri mahali. Tega sikio chote kamoja uende nako. Bwana Yesu asifiwe. Usifunike masikio kwa sababu umempata mahali. Na unapatanga watu kama wewe, ndio unapatanga crusade imewekwa mahali. Wakati wa kudansi unapata wameminika kwa wingi wanadansi. Wakati mhubiri anasimama kwa sababu ni neno na watu walipendi, mchungaji anabaki na washirika wake. Watu wameshandisafia kwa maana neno hawalipendi. Hawalipendi kabisa. Nataka kuambia wapendwa, tukae ndani ya Yesu na tukae uweponi wa Mungu. Wakati Mkristo anakaa katika uwepo wa Mungu, unasikianga kuna wakati unaweza kukaa katika usikie ni kama uko presence ya Mungu. Unasikianga ni kama unapaa. Unasikianga ni kama unapaa. Maandiko yanatuambia ya kwamba wanaomngojea Yesu usafishwa mioyo yao na wanapaa kama mwewe. Huwa wanapaa. Yaani unaweza sikia ni kama unainuliwa. Bwana Yesu asifiwe. Lakini unapata wengine hata hatuna maombi. Hatuna maombi. Tunashukishanga roho wa Mungu wakati kwa Sunday. Ndio tunaitanga Mungu. Lakini kuanzia Monday tuko watu wengine. Hatuna jina la Jesus ndani ya vinywa zetu. Tumeliacha siku ya Jumapili. Bwana Yesu asifiwe. Ukiwa umeokoka unafaa ukuwe na Yesu kila mahali. Acha vitu zingine, lakini Roho Mtakatifu tembea na yeye mahali popote unaenda. Usimwache mahali. Bwana Yesu asifiwe. Kwa maana ukikosa kuita Roho Mtakatifu na unajiita mwongofu, wewe utasaidiwa na nini? Tusiache Roho Mtakatifu ndani yetu na tuondoe kila mandoa katika mioyo zetu ili Yesu apate mahali pa kutulia. Bwana Yesu asifiwe. Nawe utatulia kwake na utakaa kama
mti ambao uliopandwa kando ya maji. Hata kama uko na shida kwa nyumba, hata ukitokea utakuwa unakaa kama shida ziko katika hiyo nyumba, utakuwa mtu mwingine, kwa maana utukufu wa Mungu uko juu yako. Bwana Yesu asifiwe. Mungu anaweza kungalisha uso wako hata kama umelala njaa. Utokee asubuhi uonekane ni kama mtu wako na pesa, lakini hata teni hauna, kwa maana utukufu wa Mungu uko juu yako. Kwa maana kwa hiyo yote inakuja ni kwa ajili ya kukaa uweponi wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Tusikuwe tunadharau neno la Mungu, tusitusi jina la Jehova. Tujue ya kwamba huyu Mungu ni mmoja, Yesu mmoja, msalaba ni mmoja, na dhambi ni dhambi, hata iwe ndogo na iwe kubwa, yote inaitwa dhambi. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo tukae kwa njia ya kunyenyekea mbele za Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Naye Mungu atatufanya kama kisima cha uhai. Bwana Yesu asifiwe. Nyoyo zetu zitafanywa kama miti ambayo zimepandwa, zimemea kando ya maji. Majani yake inakuanga ngirini hata wakati wa kiangazi. Bwana Yesu asifiwe. Ndivyo hata sisi tukikaa ndani ya Yesu tutakuwa kama hizo miti, hatutanyauka katika maisha yetu. Bwana Yesu asifiwe. Hata kama hauna pesa mingi, kila wakati utakuwa unaona favor ya Mungu inakukujia. Bwana Yesu asifiwe. Kama saa hii mimi niko na ushuhuda, kwa maana naona favor ya Mungu iko juu yangu. Haleluya. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Tafuta ushuhuda kwa Mungu. Kaa ndani ya Mungu na atakupa ushuhuda. Atakupa ushuhuda katika maisha yako. Utakuwa unaona Mungu unasema na kweli. Utakuwa unaona mambo yanaenda na unasema huyu ni Mungu. Huyu ni Mungu kweli. Sio kwa uwezo wako, ila tu ni kwa uwezo wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Tukae katika maisha ya kumpendeza Bwana. Mioyo zetu zipendeze Mungu. Na tujue ya kwamba kile ambacho kilipotea katika maisha yetu, Mungu ako na urejesho. Neno la Mungu likiachiliwa, wacheni lilimeni katika mioyo zetu. Tusipuuze neno la Mungu. Wacha kila mchungaji anachopanda ndani yetu kikamee kwa jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Wamemwagiliwa mafuta kwa ajili ya kulea mioyo zetu, kwa ajili ya kutupanda neno la Mungu katika maisha yetu. Na bila neno la Mungu hatuwezi kusema ati tumeokoka. Utaokoka, utasema aje umeokoka na hata hauna neno la Mungu, hata hausikiangi neno la Mungu, na hata uelewangi, na hata ulisomangi. Tutii sauti ya Mungu kupitia kwa watumishi wetu, na tukiambiwa tunyenyekee. Biblia linatuchapa mahali tunalegebishwa, tulegebike kwa jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Tujiunganishe na huyu Mungu na tutengeneze mioyo zetu. Tukae jinsi Mungu yeye mwenyewe anataka. Tukae katika mapenzi ya Mungu na tutembee katika njia zake, na tutaona ushindi wa Mungu. Tutaona makuu ya Mungu, kwa maana Mungu ako na uwezo wa kila jambo. Bwana Yesu asifiwe.